Kwenye uamuzi wake wa hapo jana, Mahakama Kuu ilisimamisha kupigwa kalamu kwa majaji 5 waliokuwa wametemwa na bodi ya kuwachunguza majaji na mahakimu kuwa hawafai kuendelea kuhudumu kama majaji hadi rufaa yao isikizwe na kuamuliwa. Majaji hao wakiwa ni Samuel Bosire, Joseph Nyamu, Emmanuel Okubasu, Riaga Omolo na Jean Gasheshe. Wanachama wa bodi ya kuwachunguza majaji na mahakimu wakiongozwa na mwenyekiti wao Sharad Rao hii leo wameonyesha si tu kutoridhika bali pia kughadhabishwa kwao na uamuzi huo uliotolewa na jopo la majaji 5 wa Mahakama Kuu. We are disappointed for this reason that the ouster clause is meant particularly for this situation, so that we do not have judges or magistrates that we find unsuitable going to the court and wanting to then for the courts to sit again in judgment over a process which has been conducted so thoroughly. Some of us feel that the High Court has ousted the ouster clause, which seems to be so clear in its language. No court shall question the processes or the decisions. And people come to the court and they're questioning the process of the decisions. Wanasema uamuzi huo unakiuka mwongozo wa katiba unaoelekeza kuwa uamuzi wa bodi hiyo wa kuondolewa kwa jaji baada ya kuchunguzwa hautarejelewa wala kubadilishwa na mahakama yoyote. The Act is very specific. Any determination on unsuitability, once communicated to the judge concerned and announced to the public, the Act says categorically that that judge shall be deemed to have been removed from office. Aidha, wamelalamikia kuwa iwapo majaji wote walioangukiwa na shoka la bodi hiyo wataruhusiwa kuanzisha kesi za kupinga mahakamani, basi zoezi la kuisafisha idara ya mahakama litafifia na huenda ikachukua muda mrefu zaidi ya ilivyotarajiwa, na kuna hatari ya kuandaa uchaguzi mkuu ujao ikiwa idara ya mahakama haijapata mageuzi yaliyokusudiwa kikamilifu. I know that if we are going to have every judge who is found unsuitable go to court and then proceedings are instituted, it's going to go on and on and on, and I haven't got the time. I'm retired. I'd like to go back home and continue to enjoy my retirement. Kamati ya bunge kuhusu haki na masuala ya kisheria imeunga mkono bodi ya Sharad Rao na kukosoa mahakama kwa uamuzi huo. We think they are absolutely wrong. It is a very clear opinion that the design of the vetting was meant from the word go to be completely independent of the judiciary. Sasa bodi hiyo inaitaka mahakama ya juu kutoa tafsiri kuhusiana na uamuzi huo na pia kuitaka mahakama ya rufaa kuingilia kati ili mahakama kuu ibatilishe au ifutilie mbali uamuzi huo kusubiri tafsiri ya mahakama ya juu. Ni matumaini ya Wakenya wengi kuwa mtafaruku unayoendelea kati ya idara ya mahakama kwa upande mmoja na jopo la kuwachunguza majaji na mahakimu kwa upande mwingine haitaathiri vibaya zoezi muhimu la kuitakasa idara ya mahakama na kuibadilisha sura yake. Patrick Injendi, Citizen Nipashe, Nairobi.